BMG pamoja daima. Mkoa wa Mwanza hivi sasa tunazo shule za msingi 980 na shule za sekondari 274. Shule za msingi 980 zina jumla ya wanafunzi 854,653 na shule za sekondari zina wanafunzi 160,120. Utaratibu wetu wa elimu, tunaanza na uandikishaji. Uandikishaji tumejaribu kuonesha hapo kwa mwaka 2015 hadi 2019. Hadi sasa taenda kwa kifupi, tuna 104%, jinsi ambavyo wazazi wanavyozidi kujitokeza kuleta watoto wao shule. Upande wa sekondari, wao wanaandikishwa kadri watakavyokuwa wamefikisha maksi za ufaulu, ambapo mpaka sasa hivi ni maksi 100 ya masomo yote wanayoyafanya 200 kwenye maksi 250. Tumechukua takwimu ya miaka miwili, ambapo ukijaribu kuangalia kwa vile inaonyeshwa pale, ni mwaka 2018 tulikuwa na ufaulu wa 88% kwa walioripoti, na 2019 tukawa na 82.2. Hawa ni wale ambao wamechaguliwa, kwa maana kwamba waliochaguliwa wakafikisha zile maksi za ufaulu, lakini bado wengine walioripoti hawakuweza kuripoti 100%. Ila tuna imani kwamba baadhi yao wanakuwa wameenda kwenye shule za binafsi na wengine wanakuwa wametoka nje ya mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo, lakini kwa wale ambao wamepangiwa na kuwa katika mkoa wetu wa Mwanza ni 88.2 kwa mwaka 2019 na 88 kwa mwaka 2017. Hali halisi ya idadi ya wanafunzi kwa mwaka huu 2019. Mpaka sasa tunao wanafunzi wa shule za msingi ambao ni darasa la awali pamoja na darasa la kwanza mpaka la 7, tunao wanafunzi 854,563 kama nilivyosema hapo mwanzo, ambapo wanawake au watoto wa kike ni 50% ya wanafunzi wote ambao wako shuleni, shule za msingi. Kwa upande wa sekondari, ambao tuna kidato cha kwanza hadi cha 4 na kidato cha 5 mpaka cha 6, tuna wanafunzi 160,120, ambapo wasichana ni 48% ya wanafunzi wote. Ufaulu katika mitihani ya kitaifa. Ufaulu katika mitihani ya kitaifa, tukianza na darasa la 7. Samani hapo nimeandika 16 hadi 18, lakini naomba isomeke 17 hadi 18. Waliosajiliwa kwa ajili ya kufanya mtihani huo kwa 2017 hesabu inaonekana, lakini kiasilimia walikuwa ni 99%, lakini waliosajiliwa ukiwalinganisha na waliofanya ilikuwa ni 99%, na waliokuja kufaulu katika mtihani huo kwa upande wa wasichana walikuwa ni 47%. Mwaka 2018 ni asilimia wasichana, nasemea wasichana 99% kama hesabu inavyoonekana, na waliofaulu kwa mwaka 2018 ambao ndio wako kidato cha kwanza sasa hivi, wasichana ni 50%, ambapo ufaulu kwa mkoa mzima 2017 ilikuwa 77.26 na 2018 83.91. Ufaulu kwa shule za sekondari. Shule za sekondari huwa tuna mitihani ya kujipima kwa kidato cha pili kabla ya kufikia ule mtihani wa kidato cha 4. Ufaulu wa 2016 mkoa mzima tulifaulisha kwa 76%, tukawa ni nafasi ya 7 kitaifa. 2017 tukafaulisha 74%, tukawa wa 10, na 2018 tulifaulisha kwa 87.3. Hao wanaokuwa wamefaulu ndio wanakuwa wamepata sifa ya kuendelea na kidato cha 3. Japokuwa hapa katikati ilifika wakawa umemaliza hujafaulu, kulikuwa hamna kizingiti. Kwa mwaka kidato cha 4, kwa mwaka 2015 tulifaulisha kwa 71.7, 2016 75.2, 2017 95, 2018 ni 77.3. Tutajiona kwamba hapo kidogo tumeshuka. Hali ya ufaulu katika kidato cha 6. Kidato cha 6 2017 tulifaulisha kwa 98.77, 2018 93.6, 2019 98.8. Kwa vidato vya 4, mtihani wa kidato cha 4 ndio tunaitegemea iweze kufanyika pamoja na darasa la 7 kwa 2019. Tunavyoangalia tumegundua kwamba
tunazo sababu zinazotufuatilia tuweze kushuka mitihani hii ya kitaifa. Moja ya sababu ni utoro wa wanafunzi. Baada ya wanafunzi hujihusisha na shughuli za kiuchumi ambazo husababisha utoro wa rejareja na wengine kuacha shule kabisa. Baadhi ya shughuli hizo ni uvuvi, kilimo, kuchunga mifugo na biashara ndogo ndogo. Na hii iko sana katika sehemu za Ukerewe, Buchosa pamoja na Sengerema. Na kwenye biashara ndogo ndogo tunachukuta watoto wa kike wengi wanaangukia hapo. Sababu nyingine ni umbali kati ya shule na makazi ya wanafunzi. Tunajua kwamba shule zetu nyingi za sekondari ni shule za kutwa, na makazi ya wanafunzi hasa sehemu ambazo ziko vijijini, unakuta shule ilipo na mahali ya makazi kuja kukusanya kufikisha darasa, wanafunzi watembea mwendo mrefu, ambapo ufika mahali hatimaye wengine wanaacha shule, wengine wanaacha shule wakati wameshasajiliwa. Na ukishaacha shule umeshasajiliwa, ina maana unaongeza asilimia ya kushuka kwa ufaulu katika mkoa mzima. Kuna mimba za utotoni. Mimba za utotoni, wanafunzi wanajihusisha sana na swala ya ngono na kukosa umakini katika masomo yao, na baadhi huishia kupata mimba na hatimaye wanaacha shule. Hilo nalo ni tatizo kubwa. Nidhamu ya wanafunzi ni muhimu katika ufaulu. Baadhi ya wanafunzi nidhamu zao sio nzuri, zinazowapelekea kuondolewa shuleni kwa muda au kuhamishwa. Unakuta wanafunzi wanapataga suspension au mwingine analazimika kuhamishwa ili aweze kufanikisha kuendelea kutoka shule moja kuendelea shule nyingine. Kwa hiyo nayo inaathiri katika usomaji wake. Kwa upande wa wanafunzi wa kike walioko bwenini, wanapatikana makosa ya kutoroka usiku. Hata sasa hivi ninavyoongea tuna kesi ya wanafunzi kama 4 ambao wana kesi za kutoroka katika shule zetu. Wametoroka usiku kwenda kwa wanaume, na wengine ukutwa na simu. Hizo simu, na sasa hivi tuna kesi nyingi za wanafunzi kufukuzwa kwenye simu ambazo unatumia kuongea habari za mapenzi. Mwaka huu ni kesi za wanafunzi takriban 8 tangu tumeanza Januari mpaka sasa hivi. Kesi 7 ni za kukutwa na simu na kesi 2 ni za kutoroka usiku bwenini. Chakula. Wanafunzi wengi wanatoroka shuleni wakati wa saa za masomo kwa kukosa chakula cha mchana. Shule zetu ni za kutwa, hatuna huduma ya chakula. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi saa zingine ametoka nyumbani hajapata chochote, kuvumilia kukaa pale mpaka saa 9:30, mwingine anatoroka na atakuwa amekosa, hawezi kufuatilia vizuri masomo. Na sababu nyingine sio ya mwisho kwa umuhimu au ya mwisho kabisa, kwa jinsi nilivyoorodhesha kwa wakati huu, ushiriki hafifu wa baadhi ya wazazi katika maendeleo ya watoto wao. Baadhi ya wazazi hawako tayari ya kuunga mkono mikakati ya walimu inayowekwa kwenye shule zao, ambayo hupelekea walimu kukwama kufikia malengo. Unaweza kukuta saa zingine walimu wanapanga kwamba wanafunzi warudi wakati wa likizo, lakini wazazi wanakuwa hawako tayari, wanahitaji kuwatumia watoto kwenye shughuli nyingine za uzalishaji. Kama elimu mikakati, kabla sijaendelea, naomba nitoe picha halisi ya mwaka 2018 kuhusu utoro. Kwa shule za msingi tulikuwa na jumla ya wanafunzi mpaka tunamaliza mwaka wetu, unaanza Januari mpaka Disemba wanapoa madarasa. Tulikuwa jumla ya wanafunzi 2646. Samahani, hilo jedwali hapa alipo. 2646 ambao walikuwa watoro. Kati yao 99 Mungu aliwachukua. Walioacha shule kwa ajili ya utoro ni 2337. Waliopata mimba ni 103. Wagonjwa wa kudumu 107, na waliofukuzwa kwa shule za msingi hatukuwa nao. Kwa upande wa sekondari, vifo ilikuwa ni 25, utoro 1068, mimba 309, ugonjwa 29, waliofukuzwa shule walikuwa ni 6, na jumla walikuwa ni 1444. Mikakati tulionayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapandisha kiwango cha elimu. Tunasema kila halmashauri iunde kamati ya maendeleo ya kata, ambayo tunaita ni kamati ambazo zimeshaanza tayari, ambayo jukumu lake ni kufuatilia ufundishaji, mahudhurio ya walimu na wanafunzi, na kuweka mikakati ya kuboresha miundombinu ndani ya kata zao. Mkakati mwingine ni halmashauri kufanya vikao na maafisa elimu kata na walimu wakuu
kila mwezi ili kubaini changamoto zilizopo na kuzitatua mara moja, na zile zenye mahitaji ya kupeleka hatua za juu nazo zifikishwe kwa wakati. Kudhibiti utoro na mimba. Shule kwa kuanzisha vipindi vya ushauri nasaha, na mpaka sasa hivi tunao walimu wa ushauri nasaha kwa kila shule vinavyosaidia wanafunzi kujitambua. Hata hivyo, walimu wanafanya upimaji wa wanafunzi wa kike kila baada ya miezi mitatu, na kila baada ya miezi mitatu tunafanya walimu wanahimizwa kufanya upimaji, na wanaobainika kuwa na mimba, hatua za kisheria zinachukuliwa, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani endapo wahusika watapatikana. Utekelezaji umefanyika na unaendelea kufanyika. Kwa kipindi cha mwaka 2018 tulikuwa na jumla ya mimba ambayo ilipatikana makosa ya mimba na zikabainika ni 311, lakini kwa wakati huo mimba 221 zilikuwa polisi. Mahakamani zilienda mimba 42 na ambazo zilikaa zina hengi kwamba ziko kwenye uchunguzi zilikuwa ni mimba 48, na mimba 5 zilikuwa zimehukumiwa na watuhumiwa walikuwa wamefungwa. Ufuatiliaji. Mkakati mwingine, ufuatiliaji wa ufundishaji na ujifunzaji, kwa maana ya kwamba katika idara ya elimu kuna taratibu zinazotakiwa ili kuhakikisha kwamba mwalimu anafundisha vizuri, kuwa na maandalio ya somo, maazimio na walimu pamoja na wanafunzi. Mkakati mwingine ni kufanya majaribio ya mitihani ya mara kwa mara ili kujipima. Mitihani inaendelea kufanyika katika ngazi za kata, halmashauri pamoja na shule, na hata sisi katika ngazi ya mkoa tumeshafanya mitihani yetu ya utimilifu kwa darasa la 7 pamoja na darasa la kidato cha 4. Nimalizia asante. Takuwa mwaminifu. Mkakati mwingine ni kuhakikisha kwamba unafanya ufuatiliaji kwa kushirikisha halmashauri kwa changamoto zilizonazo, kuwepo vikao vya kukutana mara kwa mara na viongozi, ambapo mwaka huu tumeshafanya kikao kimoja tarehe 26, kusimamia zoezi la kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula mchana. Na mpaka sasa hivi ukiangalia pale kwenye jedwali, halmashauri muitiko sio mzuri sana, hasa upande wa sekondari. Ni Kwimba tu kuna shule 16, Sengerema shule 16 na Ukerewe Sengerema shule 5 na Ukerewe shule 6 ambazo zinapata chakula. Kwa shule za msingi wanajitahidi, na wanaochangia chakula ni wazazi wenyewe, na mara nyingi hizo shule za msingi chakula wanachokipata sana sana ni uji, na kinapatikana wakati wa mavuno. Mavuno ya kikata inakuwa ni shida. Hizi takwimu ziko sahihi kabisa za chakula. Misungu sijataja shule msingi, sijataja msingi wana 101. Naona sekondari basi watakuwa hawajatuletea tangu tulipochukua hii taarifa mheshimiwa. Hii ni taarifa ambayo tumeipata mpaka Februari mwaka 2019 ndipo funguo. Na tunachokifanya, tunatoa zawadi kwa wanafunzi wanaofanya vizuri, na kwa mwaka jana kati ya wanafunzi waliofanya vizuri kwa kila ngazi ni wasichana 2 ambao walijitokeza na walipata zawadi hizo. Mwisho naomba kuhitimisha nikisema tunashirikiana na tushirikane kwa pamoja ili tuweze kuinua elimu yetu na kuhakikisha watoto wetu wa kike wanakuwa mabalozi wazuri. BMG pamoja daima.